Wakati Simba ikianza maandalizi ya msimu mpya, matumaini mapya yameanza kuibua baada ya mabeki wa kati Abdulrazak Hamza na Wilson Nangu kuanza hatua za kurejea uwanjani baada ya kukaa nje wa uwanja kwa zaidi ya miezi mitatu kutokana na majeraha tofauti, hali ambayo ilionyesha kuwa sasa kuna ugumu wa namba kwenye timu hiyo. Lakini hali za wachezaji hao zimekuwa zikifuatiliwa kwa ukaribu, huku daktari wa kikosi hicho Edwin Kagabo akieleza kuwa wote wawili walikuwa miongoni mwa wachezaji waliopata majeraha yaliyomhitaji muda mrefu wa matibabu na uangalizi mkubwa kabla ya kurudi kwenye ushindani. Lakini kwa mujibu wa daktari huyo, Hamza alipata jeraha kubwa la goti ambalo lilihitaji kufanyiwa upasuaji, jambo lililomweka nje kwa sehemu kubwa ya msimu uliopita. Hata hivyo, baada ya kukamilisha hatua mbalimbali za matibabu, sasa ameanza mazoezi mepesi ya uwanjani. Hamza tulianza naye msimu uliopita, lakini alipata changamoto kwenye goti ambalo lilihitaji upasuaji. Baada ya matibabu yake, sasa tunaendelea kufuatilia hatua kwa hatua kuhakikisha anarudi akiwa salama na mwenye uwezo wa kushindana. Ameyasema hayo Daktari Edwin. Lakini kwa upande wa Nangu, daktari huyo alieleza kuwa jeraha lake lilikuwa tofauti na Hamza baada ya kuumia kifundo cha mguu, aina ya majeraha ambayo yanahitaji uvumilivu mkubwa kutokana na muda wa kupona na hatari ya kujirudia. Lakini Nangu alipata jeraha la kiungo ambalo lilihitaji upasuaji. Haya ni majeraha ambayo huwezi kuyaharakisha kwa sababu unahitaji kuhakikisha nguvu, uwezo na kukimbia na utayari wa mchezaji vinarudi vizuri kabla ya kumrudisha kwenye ushindani. Hayo ni maneno ya kwake daktari. Lakini pale ameweza kurejea kwao, kuna kuja na sura nyingine muhimu ndani ya kikosi cha Simba, hasa kwenye eneo la beki ya kati ambalo msimu uliopita lilikuwa na ushindani mkubwa. Simba alikuwa na mabeki wanne wakati ambao walitumikia katika mazingira tofauti, huku Rushain na Ismail akiwa ndio wanapata nafasi kubwa zaidi. Mbali na Rushain na Toru, Simba pia ilikuwa na Yahaya Mbuge, lakini pamoja na Vedus Masinde ambao walikuwa sehemu ya mipango ya kikosi hicho, lakini hawakuwa na nafasi kubwa ya kucheza mara kwa mara ukilinganisha na wenzao wawili waliokuwa wakitumikia zaidi. Hii ni Gift Online TV, usiache kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa.